Viongozi wa ngazi za juu wa Iran wametoa matamko makali dhidi ya Marekani, huku wakisisitiza kuwa Tehran haitasalimisha maslahi yake ya taifa wala kulegeza msimamo wake mbele ya shinikizo la kijeshi na la kiuchumi linaloendelea kuongezeka katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Kauli hizo zimekuja wakati mvutano kati ya Iran na Marekani ukiendelea kuingia katika hatua nyeti zaidi baada ya miezi ya mapambano ya kijeshi, mashambulizi ya baharini, vikwazo vya mafuta pamoja na hofu ya kuvurugika kwa usafirishaji wa nishati duniani. Rais wa Iran, Masoud Pezeshkian, leo Jumapili, Mei 10 mwaka 2026, alisema kuwa kauli za Iran kuhusu mazungumzo na diplomasia hazipasi kutafsiriwa kama ishara ya udhaifu au kujisalimisha mbele ya Marekani. Kwa mujibu wa rais wa Tehran, inaweza kuingia katika mazungumzo ikiwa yataweza kuhakikisha haki za wananchi wa Iran na kulinda maslahi ya kitaifa, lakini hilo halimaanishi kuwa Iran iko tayari kukubali masharti ya Washington au kuachana na msimamo wake wa kisiasa na kijeshi. Pezeshkian alisema Iran imepitia miaka mingi ya vikwazo, mashinikizo na vitisho vya kijeshi, lakini bado imeendelea kusimama imara. Alisisitiza kuwa viongozi wa Iran wanaamini kwa taifa hilo lina uwezo wa kuhimili shinikizo la muda mrefu, huku likiendelea kujenga uwezo wake wa kiuchumi, kijeshi na kisiasa ndani ya eneo la Mashariki ya Kati. Kauli hiyo imeonekana kuwa ujumbe wa moja kwa moja kwa Marekani, ambayo imekuwa ikisisitiza kuwa Irani inapaswa kubadilisha sera zake za kikanda, kupunguza uwezo wake wa kijeshi na kusitisha shughuli zake zinazohusishwa na ushawishi wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Tehran imekuwa ikisema kuwa haitakubali kile anachokiita siasa za mabavu kutoka Washington. Wakati rais wa Iran akizungumza kuhusu uwezekano wa mazungumzo, viongozi wengine wa kisiasa wa Tehran wametumia lugha kali zaidi kuonyesha kuwa Iran imeamua kuingia katika kipindi cha mapambano makali ya kisiasa na kiusalama dhidi ya Marekani. Naibu spika wa bunge la Iran, Ahmadreza Hajibabadi, alisema wazi kuwa sera ya Iran kwa sasa si maelewano wala maridhiano na Washington, bali ni vita dhidi ya Marekani. Kwa mujibu wa Hajibabadi, Marekani imekuwa ikijaribu kuivunja Iran kupitia vikwazo vya mafuta, mashinikizo ya kiuchumi na hatua za kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi. Lakini alisema Tehran imeanza kujenga njia mpya za kiuchumi ili kuhakikisha kuwa uchumi wake unaendelea kufanya kazi licha ya shinikizo kutoka Magharibi. Alisema Iran imefungua mipaka katika majimbo 16 ili kupanua biashara na kuongeza njia mbadala za usafirishaji wa bidhaa na mafuta. Hatua hiyo, kwa mujibu wa viongozi wa Irani, ni sehemu ya mkakati mpana wa kupunguza utegemezi wa mifumo ya biashara inayoweza kudhibitiwa na Marekani na washirika wake. Katika miaka ya hivi karibuni, Iran imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na mataifa ya Asia pamoja na baadhi ya nchi jirani ili kujenga kile viongozi wake wanakiita uchumi wa upinzani ambao unaweza kuhimili vikwazo vya muda mrefu vya Marekani. Hajibabadi pia alionya kuhusu madhara makubwa yanayoweza kutokea iwapo mzozo katika mlango wa Hormuz utaendelea kuongezeka. Alisema dunia inafahamu kuwa kufungwa kwa njia hiyo muhimu ya baharini kunaweza kusababisha mshtuko mkubwa wa mafuta duniani ndani ya muda mfupi sana. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, iwapo usafirishaji wa mafuta kupitia Hormuz utasimama kwa muda mrefu, bei za mafuta zinaweza kupanda kwa kasi kubwa barani Ulaya na Marekani ndani ya chini ya mwezi mmoja, jambo ambalo linaweza kusababisha athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa biashara ya nishati. Mamilioni ya mapipa ya mafuta kutoka maeneo ya Ghuba ya Uajemi hupita katika njia hiyo kila siku kuelekea masoko ya kimataifa. Katika hatua nyingine iliyoonyesha kuongezeka kwa maandalizi ya kijeshi ya Iran, kamanda wa jeshi la majini la Iran, Shamram Iran, alisema kuwa manuari ndogo zilizotengenezwa ndani ya Iran zimewekwa katika hali ya utayari wa kushambulia ndani ya mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa Shahram Iran, manuari hizo zina uwezo wa kubaki chini ya maji kwa muda mrefu bila kugunduliwa, huku zikifuatilia harakati za meli za adui kusubiri amri za kushambulia ikiwa kutakuwa na tishio dhidi ya Irani. Kamanda huyo alisema Iran imeboresha uwezo wa manuari zake katika miaka hivi karibuni na sasa zina uwezo mkubwa zaidi wa kufanya operesheni za siri katika eneo la Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Pia aliongeza kuwa vikosi vya wanamaji vya Iran viko tayari
kujibu hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya taifa hilo. Kauli hiyo imeongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa mapambano ya moja kwa moja baharini kati ya Iran na Marekani katika mlango wa Hormuz. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.